Huko nasikiliza Amka na Baraka One TV. Ni tarehe 25 za mwezi wa 12 2025, majira ni za 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni mtasari wenyewe wa habari za moto. Makobola, wazalendo na FARDC wapiga vibaya magaidi wa M23. Kinshasa, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamtaka rais kubadili uongozi wa ngazi za juu za jeshi la FARDC. Bukavu, Uvira, M23 kuwapoteza washirika wa wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Kabare na kote jimboni Kivu ya Kusini. Baraka One TV inawatakia heri ya Pasaka pamoja pia na kukaribisha mwaka mpya ambako tunakwenda kuacha 2025 na kuingia 2026. Leo tuko tarehe 25 ambako duniani kote watu wanasherekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu Kristo. Leo tunaipa ni siku maalum ambako licha ya mambo yote ambayo yako yanaendelea kuendelea, lakini hutakosa pia kusikiliza taarifa zetu za habari kwa yale ambayo yako yanaendelea kwenye uwanja wa mapigano, na tutakazia zaidi sana maeneo ya Makobola ambako mpaka sasa hali inaonekana kuendelea kuwa shwari kwa upande wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV. Tembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine mengi tu ambayo yako yanazidi kulindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Fizi, ndani ya kitongoji cha Makobola ambako wazalendo na FARDC wapiga vibaya magaidi wa M23. Vita tokea siku ya Jumapili, Jumatatu ilikuwa ni shika ni kushike, mbinde ni kumbinde, panga pangua, ambako magaidi wa M23 baada ya kipigo cha mara ya kwanza walijaribu pia kuja tena kuweza kuchukua maeneo ambayo walikuwa wameashikilia kutoka kwa mikono ya wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya moto na mbinu na mikakati waliokuwa nayo, lakini magaidi wa M23 hawakufua dafu mbele ya vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo. Kwa upande wa wazalendo, vikosi vinaongozwa na kijana Captain ambaye ni chakavu kwa upande wa vita. Amekuwa akiongoza vita hiyo ya maeneo ya Makobola na hivyo kuweza kujipatia ushindi mkubwa. Kijana huyo ambaye kwa usalama zaidi jina lake halitokwenda kulitaja, lakini amekuwa akipambana kwa niaba ya wenzake huku akihamasisha na kuongoza mapambano hayo na kufanikiwa kwa asilimia kubwa kuweza kuwachakaza vibaya magaidi wa M23. Upande wa pili ni jeshi la wazalendo ambalo linaongozwa na mzee William Amuli ya Kutumba kwa upande wa barabara, huku kwa upande wa milima Rene Itongwa, Ngoma Zito na wengine wakiwa wanakaba na kuwasababishia hasara kubwa magaidi wa M23. Kwa leo hii Makobola iko mikononi mwa wazalendo na upande mwingine wa Luanga yote mikononi mwa wazalendo. Magaidi wa M23 wanakiwa na chamoto kuelekea maeneo ya Katongo kwenda mpaka ndani ya jiji la Uvira. Mengi zaidi ripoti hii kamili ya mambo jinsi yalivyofanyika tokea Jumapili mpaka leo, ambako mpaka sasa ushindi unaonekana kuelekea kwa upande wa FARDC pamoja na wazalendo. Waasi wa M23 walikuwa wamejipanga vema ili watoboe njia ya kwenda Baraka, na hivyo imeshindikana kwa sababu vijana walikuwa wanajipanga vizuri. Na Mungu aendelee kubariki jeshi letu hili ambalo limekuja la maibu ambao wamekwenda kujitolea, maana tunajua jeshi la kwanza lilikuwa lile ambalo lilikwenda kupambana vikali zaidi wakati wa Mamadou Ndala, maana walipambana sana na walijitoa sana. Lakini hili linakuwa ni jeshi la pili ambalo limekwenda kutumwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi, na Mungu ambariki huko aliko na kazi yote anakwenda kuifanya. Vita vilianza Dimanche na hivyo adui alikuwa akijipanga vizuri, na baada ya kujipanga vizuri kiukweli wanajeshi wetu walikuwa macho kwa sababu tupo katika njia ya maji, tupo katika njia
ya barabara namba 5, pia tuko katika upande wa milima, na hivyo vijana walianza safari ya kuanza kupigana na adui, na moja kwa moja zaidi mpaka kufukuza adui, kwa sababu tayari hao waasi wa M23 walikuwa tayari wameshika maeneo ya mbalimbali katika tarafa la Fizi, na hivyo ilikuwa ni shida kubwa zaidi kwa vijana wetu, maana sisi tulikuwa mbali kidogo na hao maadui. Lakini vijana walipoanzisha Mulwanga, walianza kupambana na huyo adui na wakampeleka mpaka Makobola, na wakati walimpeleka hiyo Ijumaa pili, bukakucha siku ya kwanza, kwa sababu vijana walipambana nao wakakwenda kuwafikisha mpaka Makobola. Sasa wakati kulilamkia asubuhi ya siku ya kwanza, basi mapambano yalikuwa makali tena zaidi, na hivyo ilisababisha vijana kusikia utamu, ijapokuwa kulikuwa makamanda wetu Rene Tongo alikuwa upande wa milimani, William Amuri Kutumba alikuwa upande wa barabara, na huku wengine wakiwa katika upande wa maji, kwa sababu tunasaidiana na hilo jeshi, wenyewe mbele sisi nyuma wenyewe mbele. Kwa hiyo tunakuwa tunabadilishana kwa mapambano, kwa sababu tunaelewana kwa vita hivi na kiongozi ambaye anaongoza operation hiyo ya Maibu, na hiyo ilikuwa ni jambo la msingi na la kweli kabisa katika upande wetu wa sisi wazalendo. Lakini pale Makobola kulikuwa bunduki mbili ambazo zilikuwa zinafanya kazi. Moja ilikuwa maeneo ya Mten, ingine ilikuwa pale Kukilalo. Sasa hivyo ni bunduki ambazo zilikuwa zinasumbua sana kwa wazalendo kutokupigana vizuri pamoja na jeshi letu la FARDC. Lakini Mungu ni mwema, upande wa maji Dragila aliwahi kupiga yule ambaye alikuwa maeneo ya pale kwenye Kilalo, na hivyo alipata risasi na akafariki, na hiyo bunduki ilikuwa ikiuzi sana. Lakini ule ambayo ilikuwa imewekwa upande wa pale kwa antene Makobola, pia naye alipigwa vikali, na hivyo hakuendelea tena kupiga hiyo bunduki, na wenda labda alipata majeraha, wenda labda alikufa. Sisi na ninyi hatuwezi tukajua kile ambacho kiliendelea. Basi usiku uliingia na Mungu akasaidia, tukawapusha hao watu mpaka upande wa Makobola, upande wa pili, na Mungu akasaidia, tukawapiga tukawasambaratisha kabisa kwa ukweli, kufatana na hali ambayo vijana walikuwa wanajipanga, na vita vilikuwa vya utamu sana, ijapokuwa kuna vijana wetu ambao walipata majeraha, lakini Mungu alisaidia haya kuingia na wanaendelea kupata matibabu kama kawaida. Baada ya hapo vita viliendelea siku ya kwanza kuamkia siku ya pili, ndugu yangu, hali ilikuwa ni hatari na tuliendelea kupambana nao, lakini hawakufanikisha tena kututoa maeneo ambayo tulikuwa tumeshachukua, kwa sababu tayari tumegomboa vijiji mbalimbali vya tarafa la Fizi, na hivyo safari yetu ni kuelekea moja kwa moja mpaka Uvira na hakuna kurudi nyuma. Na hivyo tulipambana nao usiku wote mpaka tulipopata repo kwa kuandaa vifaa, kwa sababu vifaa vimoja vilikuwa tayari viosho vizuri ili tuendelee tena na mapambano. Lakini mpaka siku ya 3 kuche leo mapambano ilianzia tena. Wakati walikuja walikuwa wanataka tena watoboe njia, hivyo tena walipigwa, na hivi gisi ninavyokuambia vijana wapo katika njia kabisa na wanajipanga vizuri maeneo mbalimbali ndani ya tarafa ya Fizi kwa kuendelea mbele mpaka Uvira ikomboleo. Hiyo ndo habari ya vita. Wale ambao wanakwenda kuwaambia kuwa wao sijui wamekuwa Sanza, wamekuwa Mboko, ni habari za uongo. Maana tunajua hao watu mambo ya resource sio ndio yao. Wamekwenda kuweka pointi mbalimbali zaidi maeneo ya huko na huko, na watu wao ambao wanakwenda kuwatumikisha na kuwalipa pesa wanaendelea kufanya mambo isiyokuwa sahihi. Leo hivi wameandika kuwa wameandika kwenye mapeji zao za Facebook huko Baraka, na wengine walianza kusambaza Baraka kuna amani, kuna usalama na kuna kuwa ulinzi mzuri ambao uko pale na wanaendelea vizuri. Bolole ya Batusi Banyarwanda talandento lalisi bango talandenge balali oye ta manjor na bango kutu toleki deja ba mosusu tandemba beta mtalandemba lali bangoyo Batusi oyo bangoyo ya Rwanda Bangwana Batusi. Allez, avancez, advance, Tokei.
tala bamibio nde bayibi bameme ya batu bavandi nango. Tala ndenge aziki elongi na ye kutu eza ata ya komona te, aziki amonani ata elongi te ye wana. Tala bangoyi, tala ndenge balali bangoyi, bango balali batusi bomo nde balali bango yao. Tufi na bango, toza na bango tina ti bamiyibi papa zoa, toza bango tina ti, toza bango tina ti pesa mbayaki nde kochia mobulu komeka bakutani nde na moto. Tala tina kaska na biso tufia mama na yo bolole o mabele na biso bozela. Na baada ya taarifa hizo, tupande moja kwa moja jijini Kinshasa ambako FARDC wamtaka rais kubadili uongozi wa juu wa jeshi. Makamanda wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanaendelea kumtupia lawama rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kushindwa kuweza kubadili uongozi wa nchi kwa upande wa kijeshi haraka iwezekanavyo. Makamanda wengi wanamlia target kamanda mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jules Banza Mwilambwe, huku wakitaka aweze kubadilishwa, kwa maana inasemekana ni miongoni mwa watu ambao wanaendelea kuyumbisha FARDC kushindwa kufanya vizuri. Kuanguka kwa jiji la Uvira pia kulisababisha baadhi ya makamanda kuweza kuwekwa kiporo, akiwemo pia kamanda Chiviri ambaye alikuwa anaongoza vita jimboni Kivu ya Kusini. Kwa sasa wanajeshi hao wa FARDC wameweza kutoa malalamiko yao na kutaka yaweze kusikilizwa ili kuweza kupata ufanisi mkubwa ndani ya jeshi. Ni lazima viongozi kadhaa wa jeshi waweze kuwekwa pembeni, nafasi zao zichukuliwe na watu wengine, kwa sababu tofauti na hapo ushindi utakuwa ni wa kusuasua kwa upande wa FARDC. Mengine zaidi ujumbe huu kutoka ndani ya jeshi la FARDC. Makambo oyo toza na ango na Kongo papa na ngai fachie pe azotinda ka bongo pona basabotage onyoso. Banda basali ndenge wana pona koteka Uvira, banda to banda kolakisa ye mbele asha changer chef d'état major noki. Okobunda na ndenge ni sa chef d'état major o wana kaka nde aza wana, o wana kaka oyo moteki ya mboka nde aza kaka wana, nde mabe fachie pe asalaka. Ifale koyoka population ngo pe biso tolingi nano balongola chef d'état major wana bati oya sika, bati ata Jean-Pierre Bemba wana, bati ata oya Ituri wana, bati ya donc ba chef d'état major baza mingi, tozana ba general mingi oyo bazo salela Congo. Tokyo zanga ta 5 te to 4, Tokyo zanga ngote bazo ata muzalendo moko lokola ya kotumba wana to general Padiri wana, batie Padiri esika ya bitumba, contrôler bitumba ya este Mobimba. Batie Padiri wana, general Padiri wana azalaka koyokana na kabila te, azalaka koyokana na kabila te, ya kotumba wana azalaka koyokana na kabila te. Batie wana nde ba komanda opérationnel ya bitumba ya este, okomona ndenge bitumba okende noki bazuyo babimi na formation ba soda na biso ya sika ya fati ya former soki na Israeli, bazuyo ata oyo atangi mingi balulie kaka batie ata lieutenant colonel to colonel, batie yonde komanda ya opération ikende nano na Bukavu, batie mosusu kende nano na Goma. Okay, wana Tokyo beta banguna wana pe Tokyo beta Rwanda wana, meye pe afandi kaka sako balula gouvernement atia ba otolingi ya justice wana bimisi Costa Mutamba noki azongisi na justice wana ukyo salisa ye pona justice wana defense wana aluki mosusu ye pati wana na defense ukyo salisa ye me baonyo so azosala na bango balingi yete meme ngana sina yoki meme kabine na ye nyoso banguna nde batondi na kati meme na famille na ye bazali na yoka kisango wana bazali banguna batondi na kabine na ye wana même directeur de cabinet wana na ye mabe koleka ba wana nde bakosa kafati pe ba wana nde batiaka bakonzi wana pona kolia bambongo ya kabila
tositoka basango wana ifale balongola bao wana nyoso bati ya motema pe chef d'état major lingaka o ya motema na yo ya yo ata cousin na yo que tu es chef d'état major ata leki na yo que tu es chef d'état major ata mwana na yo po wana nde motema na yo chef d'état major nde zaka motema ya armée chef d'état major nde motema ya armée kolekata premier ministre chef d'état major nde motema ya armée premier ministre ko longola nyoso mais chef d'état major nde babeta ka coup d'état wana nde balekelaka pona ko beta ba coup d'état wana ifaloti ande ya motema na yo lokola Jean-Pierre Bemba wana bakiotia ye wana po bayokana kana Faci pe Jean-Pierre Bemba wana balingana kana France te balingana kana Kabila te o wana okio sale la Congo Jean-Pierre Bemba batie chef d'état major wana mais Faci pe biloko sala ka biloko azo sala to yebi angote wana za diplomatie to ya ba chef d'état major wana eza donc eza bosengi na biso biso population biso wazalendo eza bosengi na biso tolingi batia muswahili wana te muswahili te baswahili wana nyoso bateki mboka bao wana nyoso bato ya Kabila tolingi batia muswahili wana te soki bakiotia muswahili batia ya Kotumba to batia oyo general Padiri wana suka wana batia mosusu te bakamere wana nyoso ba moyibi wana nyoso ba moyibi bana balukwebo wango nyoso ba moyibi bakantintima wana nyoso ba moyibi nyoso ba moyibi penza bato mabe wana biso nde tolingi ndenge wana batia kaka ata Jean-Pierre Bemba bazongisa Constant Mutamba na justice okyo salisa Kongo na biso Constant Mutamba wana mbele soki Constant Mutamba bakangaka ete mbele ba officier na nyoso basi babomi bango ba general wana nyoso balinga kobeta president na biso coup d'état mbele basi bare bango mais tala Faci ye pedonge na mitu na kandenge nini pe walobaka soki olingi ko kota Faci na litoyo okoteli nde mama na ye okoteli nde mwasi na ye okolonga Faci ndetina ozomo na baerero na nyoso ezokota tango bakoteli mama na ye proposer Faci noki salabo Faci alobi a vous ordre pona mama na ye wana ndezo ko isa Kongo bakoteli mwasi na ye akoteli na litoya alobi mobali na ngati ya tele oyo awa okay mwasi na ngana lingi na yoki na tongo atie wana mwasi ayebi te bato bazotia na Kongo bazotia na mampinga na biso eza banani pe baye na nini pe nandi atindi bango wana nde bomi Kongo na biso mais pona diplomatie président na biso Faci to yebi ke ezo sala pe sali pe biso tolingi abima na pouvoir te tolingi abela ta 40 pe tozana moto mosusu te bakamele wana tolingi kaka bakanga bango babare bango wana ba moyibi wana nyoso nde bazotia biso na boumbu wana nde bakimabe donc kimabe oyo bomi Kongo bao wana nde. Unaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Sveto pamoja na East Africa na wale ambao wako Europe. Jide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabi Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamamawa, Kashosi kutoka Australia, Da Feza, Da Letitia, Da Erin, Da Asha, Ankisi Kandeke, Simwe Baguma Samuel, Czech Republic, bila kumsahau Pierre Makei maeneo ya Afrika Kusini, Emmanuel Mwangombe, wote wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka Kinshasa, turudi jimboni Kivu Kusini, Bukavu, Kabare, Uvira ambako M23 kuwapoteza washirika wa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuingia kwa M23 jijini Uvira kumezua kusintofahamu, huku wale wote ambao ni washirika, ndugu, jamaa na marafiki wa wazalendo pamoja na waandishi wa habari wanaotumikia serikali kuwa ndiyo target kubwa ya magaidi wa M23. Kamata za ndugu, jamaa na marafiki wa waandishi wa habari pamoja na wazalendo na wajeshi wa FARDC walobaki Bukavu na pia walobaki maeneo ya Kabare, Uvira na sehemu zote ambazo zimedhibitiwa na magaidi wa M23 wamekuwa wakiishi kwenye manyanyaso, mateso na hofu kubwa ya kutafutwa na kuteswa na magaidi wa M23. Tukio hilo limefanyika maeneo ya Kabare ambako kiongozi wa Kabare pamoja na kijana wake ndio wako kimbelembele kuendelea na taja washirika wa wazalendo FARDC na ndugu wote walikuwa wanashirikiana na jeshi la serikali kwa M23 na hivyo kuwaweka katika hatari kubwa. Ujumbe huu kutoka kwa kamanda wa wazalendo akitoa onyo kwa yeyote ambaye yuko na waonyesha M23 ndugu, jamaa na marafiki wa wazalendo pamoja na wakaribu wa wazalendo watakiona cha mtema kuni endapo hayo mambo yatazidi kuendelea. Jambo nimesema kwa pale Buririko Chihire
Zihire, chef Zihire wa pale Buririko, jiheshimie pamoja na mtoto wako Espoir. Bienye muko naenda winda basoda yangu kumakwabo, nishapata information yako kama uko na mtoto wako yuko naenda onesha ba M23 nafasi ya basoda bangu. Nimesimama nikikuambia bushefu yako haukupewa jua kutafuta wazalendo. Na mukabare usilete mchezo Kabare, tira tension. Nimesimama nikuzungumza kwa niaba ya bakabarua bote. Heshimia miaka yako na utulize tension yako. Kama uko na njala mwako ikala fasi moya. Mtoto yako yuko na kamata na M23 anaenda onesha kila nyumba ya mzalendo. Nimesema hii habari mgrupe wote uisikie. Jua kwenye Kabare naanzia na kwenye naishia iko mkichwa yangu. Ukienda Mumosho nitakwambia kwenye Kabare naishia. Ukienda kungambo ya Katana ufate bie kule Kudelampe, kutamuka Kudelampe unifate bie Kabamba kwenye Kabare naishia. Kwa ukishuka Ninja fasi wanaita Chulwe Nyamivugo kwenye Ninja kwenye Kabare naishia. Mimi napajua mipaka Kabare yote mnajua. Nitakuwinda ulize wenye bananijua. Nitakuwinda na nitakuchuna sanguruwe wewe. Mwenzako alibaniwa pale Katana, alikuwa ashasumbua sana. Unajua vile? Na alichinjwa tena walimtosha mkanisa na kutumia audio na kila atasikia aizambaze kila mahali. Jiheshimie. Tena mimi nasema mfano moja hivi. Ochifuri kida kolizuba, ochifuri kwa mulu ishi na kulonza ashina hali yani. Ndi munyamocha 100%. Ndi munyamocha 100%. Nalambire obra kabo mukabare, ndarusiku nkamba mukumuntu mukabare, oha magiro mzalendo mpuliki. Nakulise maziga nyoko. Nakulisa maziga gaba M23 lwachita pia. Okome kwa magizi iberya nyoko kuizino leba zalendo. Merci. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi hii kutoka Baraka1 TV. Tuwatakie kila laheri na heri ya mwaka mpya, pia Pasaka njema, pia Noeli njema pamoja na mwaka mpya. Baraka1 TV ninawashukuru kwa kuendelea kuisupport, pia kuendelea kuwa pamoja na sisi. Kikubwa ni kuendelea kushare, kusubscribe pamoja na kulike Baraka1 TV ili uweze kuwa unapata habari zetu za moto kila wakati. Mengine pia tukutanane majira ya saa 6 pamoja na saa 9, na bila kusahau pia saa 12 ambako utakutana na matukio mengine yote ambayo yako nazidi kulindima ndani ya ardhi ya Lumumba. Mimi ni ndugu yako hapa, the one and only town DJP, baba la baba, mzee wa Ngwasuma, Rajab Wakili Kabonga. Nasema chao chao, tukutane majira yanayofuata.